Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Wengi tunafahamu sakata la msanii Ibra kuondoka katika record label ya Konde Gang inayosimamiwa na msanii Harmonize ni swala ambalo limeendelea kuwa gumu kwa upande wake, kwani msanii Ibra aliamua kutusanua swala hili kwenye mitandao ya kijamii. Kupitia peji yake ya Instagram, Ibra aliandika ujumbe mrefu sana ukiwa unaelezea kuhusiana na msanii Harmonize kumtaka alipe bilioni 1 ili mradi tu aweze kuondoka katika record label hiyo ya Konde Gang. Sasa wamejitokeza watu wengi mbalimbali kwa ajili ya kumshauri Ibra, wengine wakimuonea huruma kwa sababu Ibra anadai hajawahi katika muziki wake kufikisha hata robo ya hiyo bilioni 1. Sasa inakuwaje msanii Harmonize kwa sasa hivi anataka alipe bilioni 1 ili mradi tu aweze kuondoka katika record label hiyo ya Konde Gang? Ni swala la kushangaza kweli kweli, kwa sababu ukimwangalia msanii Ibra amevumilia mambo mengi sana katika record label hiyo ya msanii Harmonize, lakini licha ya kuvumilia mengi, msanii Harmonize hajamuonea huruma hata kidogo na kumtaka alipe bilioni 1. Sasa alijitokeza Chief Godlove na kudai kuwa msanii Ibra ni msanii mzuri, na yeye kama Ibra atakuwa tayari, basi yeye yupo tayari kumlipia hiyo bilioni 1 kwa msanii Harmonize ili mradi tu aweze kuondoka katika record label hiyo ya Konde Gang. Sasa siku ya leo swala kubwa zaidi, msanii Diamond Platnumz ameweza kuzungumza na waandishi wa habari, na moja kati ya swali ambalo Diamond aliulizwa kuhusiana na msanii Ibra kulipishwa bilioni 1. Aliulizwa, unafikiri ni sahihi kwa msanii ambaye yupo chini ya record label na hajawahi kuingiza hata robo ya kiasi cha bilioni 1 na mwajiri wake kumlipisha bilioni 1 ili mradi tu aweze kuondoka katika record label hiyo? Msanii Diamond Platnumz alijibu na kudai kuwa mambo ya mkataba katika swala zima la kimuziki basi analijua msanii pamoja na mwajiri wake, kwa sababu kuna mambo mengi sana katika mikataba hii kwenye masuala mazima ya kimuziki. Ni tofauti na mikataba mingine ya makazini, kwa sababu muziki wengi tunafahamu namna ambavyo inaingiza hela. Msanii afanye kazi, apambane, ajibosti na yeye pia ili mradi tu aweze kufika mbali na kuiingizia record label mapato. Sasa inapotokea msanii anapambana, anafanya kazi, hafikishi hata robo ya pesa ambayo anaihitaji, basi inaonekana wazi huyo msanii hayupo katika record label sahihi, kwa sababu Diamond yeye anadai wasanii wake ambao wapo katika record label ya WCB Wasafi wanaingiza kiasi kikubwa sana cha pesa. Akamtolea mfano msanii Mbosso Khan, tangu aingie katika record label ya WCB amekuwa msanii ambaye anaingiza kipato kikubwa sana katika record label yake, na hatamani kabisa Mbosso aondoke katika record label hiyo. Sasa baada ya Diamond Platnumz kuongelea swala hilo, akadai kuwa hiyo story ameiona kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Ibra kuhitaji kuondoka katika record label ya Konde Gang na msanii Harmonize kumlipisha bilioni 1 ili hali Ibra hajawahi hata kuingiza robo ya hiyo bilioni 1. Msanii Diamond Platnumz amedai kuwa yeye binafsi yake yupo tayari kumsaidia Ibra na sio kumsaidia kulipa bilioni 1, kwa sababu anadai hawezi kutoa pesa zake kumkabidhi msanii Harmonize, na hicho kitu kinafahamika kabisa kuwa Diamond pamoja na Harmonize ni maadui wakubwa sana. Sasa Diamond yeye amedai cha kumsaidia Ibra atakapoondoka tu katika record label ya Konde Gang, akifanikiwa kulipa hizo bilioni 1 na kuondoka katika record label hiyo, basi yeye amemkaribisha kabisa katika record label yake ya WCB Wasafi, kwa sababu katika record label hiyo anahitaji wasanii pia, kwa sababu kuna baadhi ya wasanii wanamaliza mikataba yao na wengine wanaondoka kama msanii Lava, basi kutakuwa na pengo, hivyo basi Ibra anakaribishwa katika record label ya WCB Wasafi. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani.